Mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Barbara Gonzalez Septemba 5, 2020 alitangazwa rasmi na bodi ya wakurugenzi ya Simba kuchukua nafasi ya CEO katika klabu hiyo. Mwanadada huyu tangu aingie katika madaraka haya amekuwa chachu kwa wanawake wengine nchini kutamani kuongoza hasa katika sekta tofauti ikiwemo ya mpira wa miguu na kwingineko. Swali langu la kwanza katika mahojiano yetu ni ametokea wapi katika familia ya mpira wa miguu? Mimi nilizaliwa hapa Dar es Salaam. Babangu alikuwa Mkolombia, mamangu ni Mtanzania. Na mpira na mapenzi ya mpira yalianza na babangu mzazi. Alikuwa anafuatilia La Liga, Serie A, alikuwa anafuatilia Premier League na yeye alikuwa mshabiki wa Arsenal. Na wote tunajua ile bond ya wazazi na watoto, but especially bond ya baba na mtoto wa kike. Na nilipokuwa namuona mzee wangu weekends, Arsenal, everything Arsenal. Na msifu Arsene Wenger. I said, why? What is so special about this team? Weekends unaona kwamba njia ya kubond na babangu nilikuwa kuangalia mpira. Tunaangalia, tunashauriana, alafu namuona mdogo wangu pia yuko involved. So then nilianza kupenda mpira, but kabla ya hapo wazazi wangu wote wawili walisema sport is a must. So tangu mwezi wa miaka 7 au 8 nilikuwa naanza kucheza mpira. Nilikuwa central defender shuleni na wazazi wangu waliona kwamba ni njia sahihi kumfundisha mtoto kuhusu discipline, taking care, physical toughness, kupambana na watu in a professional way na vice versa. So mapenzi yangu na mpira yalianza kwenye pitch pamoja na kumuona babangu alikuwa anashabikia timu gani and why. Yes, kwa nini imekuwa ni rahisi sana? Najua ni kwa sababu ya hiyo bond ulosema, lakini haikuwa ngumu kwa wazazi. Najua mzee alikuwa ni Mkolombia. Kwa wazazi kujiengage kwenye mpira wa miguu by that time ilikuwa ni kwa maana kwamba wanasema kwamba mpira wa miguu ni kwa wanaume. Ndio. Haikuwa ngumu? Not at all, kwa sababu wazazi wangu hawakutofautisha mtoto wa kike au wa kiume. Waliona kwamba wote ni sawa na wote wanapaswa kufundishwa discipline kupitia sports. So mamangu alikuwa ananipush kwenye swimming, but mzee wangu akasema no, she has to do both. Kama mtoto wangu wa kiume Jose anaenda kwenye football, mtoto wangu wa kike Barbara lazima aende kwenye football. So mama alikuwa anasema mweke kwenye swimming. So nilikuwa nacheza 2 sports, swimming pamoja na football, na mdogo wangu alikuwa anafanya football pekee. Tangu umeingia katika masuala ya uongozi, mpira wa miguu na jinsi ulivyoanza yamekusaidia kwa kiwango kipi Barbara? Naona kwamba unapoingia kwenye nafasi kubwa kama mtendaji mkuu wa klabu unajifunza mambo mbalimbali. Cha msingi ni management. Vipi kudeal na watu, na kikubwa zaidi ni stakeholder management. Sio kama kampuni ya soda au kampuni ya bia au ya nguo. Range of stakeholders ni wachache, but kwenye mpira ni kila mtu. Vyombo vya habari, washabiki, wadau, serikali, management, wachezaji and vyombo husika kwa mfano TFF, bodi ya ligi na kadhalika. So range of stakeholders kwenye industry ni kubwa kuliko industry nyingine. Na kumanage stakeholders ni ngumu zaidi kwa sababu mpira iko kwenye industry ambayo kwa Kiingereza unasema emotional industry, a passionate industry. Na unavutia emotions za watu. So lazima tread very carefully. Najua nilikuwa nafanya kazi kwenye consulting, kwenye kampuni ilikuwa nauza bidhaa mbalimbali kama maji, kama kanga, kitenge, mafuta ya kupikia. Ukiangalia zile industry sio emotional. Leo mtu ananunua maji hawezi kuanza kuandamana kwa ajili ya maji. Hawezi kukasirika leo wamebadilisha jezi au sijui label. No. But kwenye mpira kitu kidogo inamuumiza mtu moyoni kwa sababu wako emotionally invested. Kwa sababu hii ni industry which is passionate. So kikubwa nilikuwa najifunza stakeholder management kwenye industry and which is emotional. Umehusika katika taasisi hizi za international za Umoja wa Mataifa na alikadhalika ile ya Barack Obama. Vipi hizi ukuziona kama una fit ukaamua kujiengage katika mpira wa miguu au zote unazifanya kwa sasa? Nilipoanza career hata kabla kuingia chuoni nilitaka kuwa daktari. Nilikuwa nasoma kwa ajili ya kuwa pathologist. Pathologist ni kama mtu anafanya kazi kwenye mortuary.
anafanya uchambuzi, sio mortician, ana investigate nini kimesababisha kifo. That was what I was studying. Then ghafla siku moja nimeamka nimesema no, I want to just help people. So nimwambia wazazi wangu, I said I'm moving to focus kwenye development. Ndio maana ukiangalia CV yangu nilianza na internships nyingi kwenye taasisi mbalimbali za maendeleo ya jamii, Umoja wa Mataifa, nilikuwa nafanya internship UN Office on Drugs and Crime, UN Women, UN Habitat, kwa sababu niliona kwamba my career path inaelekea kule. Na nilivyorudi nilisema you know what, niko passionate na maendeleo ya jamii, but ngoja niende kwenye taasisi ambayo itanisaidia kugusa kila kitu. So nilivyoingia Deloitte nimeona kwamba okay, nagusa finance, nagusa maendeleo ya jamii, nagusa corporate na kadhalika. Then nilipomaliza kule nilienda kufanya kazi na Mheshimiwa Mohamed Dewji. Then nilienda more deeper, okay, kuuza bidhaa kwa watu binafsi. How do you sell to people? How do you market? How do you expand? Then moja katika project zote za expansion ilikuwa chini yangu ni Simba. Na nilijiingiza there. It was by the way, mimi niliona kwamba it was almost impossible dream. Ungeniuliza miaka 5 iliyopita, Barbara, do you see yourself kuwa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club? Ningesema no, because it was not even, nisingefikiria. It was not in my path, na Mwenyezi Mungu kaniwekea kwa bahati nzuri, na alhamdulillah tumefika mpaka. Uchumi ni sehemu yako pia ambayo umefocus katika masomo yako. Unailinki vipi sasa na klabu ya Simba, wewe CEO, na unaiona vipi miaka 3 kwa Simba? Najua wachumi wanaangalia mbele zaidi. Unaiona wapi Simba ukichanganya na professionalism yako ya uchumi? Uchumi ndio inakusaidia kujua vipi ambao kumanage commercial commodities kwa ajili ya washabiki wako. Kwa mfano leo hali ya uchumi ina dictate tickets, mauzo, bei. Kwa mfano leo tunakaa na timu kabla ya match, tunaanza kujadili vingilio na nini, na cha kwanza unaanza kufikiria hali ya uchumi. How is it that you determine leo utauza 3,000 au 5,000 au 7,000 au 10,000? Lazima uangalie hali ya uchumi. Na pia unapochagua jezi kwa mfano na quality ya jezi, au unapoingia kwenye tenda ya jezi, lazima uangalie hali ya uchumi. One, mahitaji ya taasisi, but cha msingi mahitaji ya wale washabiki ambao watanunua zile bidhaa. So uchumi inagusa kila idara. Afya 3, uchumi inagusa usajili. Right? Kwa sababu leo soko la wachezaji inabadilika kulingana na uchumi. Na pia soko la wachezaji inabadilika kulingana na uchumi wa East Africa, au the value ya hao wachezaji kwenye soko kwa ujumla. Kwa sababu mara nyingine unaweza kuona mchezaji bei yake imeshoot kuliko hali ya uchumi ya nchi, kwa sababu now amevukiuka ile Tanzanian football. Now yuko internationally profile. Leo mchezaji kama Louis Mixon au kama Chris Mughalo, ukiangalia value kwenye transfer market is not the same value ya mchezaji wa kawaida hapa Tanzania, kwa sababu now he's an internationally recognized player. So uchumi inagusa kila idara kwenye kazi zetu humu ndani Simba. Umeingia katika cheo kikubwa sana katika mpira wa miguu, katika familia ya mpira wa miguu, na ukiangalia kwa undani zaidi ni mfumo dume umetawala katika mchezo wa miguu. Ukiangalia tu ni hivyo hivyo. Wewe unakabiliana nao vipi katika klabu kubwa kama Simba, mfumo huu dume? Lazima uwe na moyo ngumu kufanya hii kazi ya kwanza. Unajua nilipoingia madarakani kulikuwa na watu wengi wanasema huyu mwanamke hawezi, labda anaweza kuwa msomi but hana zile guts ya kupambana na wanaume kwenye kazi zao. So nilipoingia nao miezi 7-8 iliyopita, I proved everyone wrong. Unajua ukiwa nervous kuanzia jukumu na watu wanakusema vibaya, then unapata ile fighting spirit zaidi. Kwa sababu now I'm going to prove you wrong. Na sina haja kuanza kujibizana na watu, tawajibu kwa utendaji kazi wangu. And I'm sure my work has spoken for itself. So jinsia haikunisumbua at all.
nadhani ilikuwa nasumbua wadau kule nje kwamba huyu mwanamke hawezi. Lakini yuko sawa. No, 100%. 100%. Kuna baadhi ya makala nimeona ukisema kwamba unataka kufanya mpira wa bara la Afrika kuwa taaluma. Ulikuwa na maana gani? Mimi nilikuwa namaanisha kwamba Simba lazima supersede just mpira kuangalia. It's boring. Lazima convert wale washabiki wenu kuwa customers za bidhaa mbalimbali. Ya pili, lazima ujenge brand. Kwamba leo nikiwa Egypt, kila mtu anajua Simba, au nikiwa London, nataka tukipita London watu wanajua oh, Simba Tanzania, right? The same way mtu akiangalia Al Egypt. Ndio hiyo. Na kufanya hivyo unaanza na media. Ndio maana hata kwenye media department tunawekeza zaidi kuwa na watu wanaweza kureach waandishi wa habari wa kila nchi, kuwa na watu ambassadors wa kila nchi. Tunaongea na watu wako New York, wako Chicago, wako Colombia to see how to engage. But pia unaposajili lazima uangalie tu, sio kwamba unasajili kwa ajili ya okay players fantastic. Vipi unaweza kutap kwenye ile market? Leo unamuona Luis, but lazima tutengeneze link pamoja na ile nchi ambayo Luis anatoka na sisi. How do we create a linkage? Now kuna tawi rasmi kwa Mozambique kwa sababu ya Luis na yale mapenzi yaliyojengwa. So kutengeneza taasisi kubwa inaanza from every department. The brand that you have, how do you market yourself, products ambao unauza kwa hao washabiki wenu, na vipi unawareach watu ambao wako neutral. Unajua kuna baadhi ya watu hawako interested sana na mpira. Hivi karibuni ulikuwa katika moja ya mikutano mikubwa ya Afrika CAF uchaguzi, na ulikutana na rais wa FIFA, ukakutana pia na rais wa CAF mpya na wengineo ambao wapo viongozi. Ilikusaidiaje ile wigo wa kiwango cha mawasiliano kati yao na wewe na Simba kwa ujumla? I think ya kwanza kwenye taasisi yote lazima ujenge mahusiano. Ukiwa mwandishi wa habari au ukiwa waziri wa michezo kwa mfano, lazima ujenge mahusiano. Na kwenye industry ya mpira wadau wakubwa zaidi ni rais wa FIFA na rais wa CAF. So sisi tulikuwa naendelea kujenga mahusiano na kulikuwa na mazungumzo tulioanza. Rais wa FIFA nilikutana naye mwezi wa kwanza mwaka 2019 tulivyokuwa Zurich pamoja na mwekezaji. Tulikuwa najadili mambo ya Super Cup na uwekezaji ndani ya Super Cup. Rais wa CAF uzuri nilimfahamu kabla ya hii mchakato wa kuingia na nia yake ya kuingia ndani ya mpira. Nilifahamiana naye kupitia World Economic Forum, na I think ilikuwa mwezi wa 12 last year. Nilikuwa naongea naye kuhusu uchaguzi na nini nia yake, vipi tunaweza kupatana pamoja upande wa Mamelodi na Simba, but pia ndani ya Afrika kwa ujumla, kwa sababu naona kwamba he is revolutionary. Hana nia ya kugain personally, anataka kusaidia maendeleo ya mpira Afrika nzima, na tulikuwa na exchange baadhi ya ideas. Ukiangalia wageni walikuwa, kulikuwa na vilabu mbili tu, Simba Sports Club na TP Mazembe. Hamna club nyingine ile alikuwa. Katika Instagram yako account uliposti moja ya posti ni klabu ya Simba kuwa na uigo mkubwa sana katika Instagram, kwa maana kwamba klabu inayochipukia katika kupata mashabiki wengi kwa ukuaji huu. Unafikiri siri hasa kubwa katika muda mfupi ni hii ya Simba, ushiriki wake CAF, ama na kuna mengineo ambayo mmeachagiza kuweza kupata suluhisho hilo moja? Mimi naona ya kwanza ni kuwekeza kwenye department ya digital. Usipokuwa na wataalamu wanasimamia zile accounts, hauwezi kuwa na content. Alafu ya pili, uwe na watu wana macho wa kuangalia washabiki wanahitaji nini, wanataka nini, wanahitaji captions gani na contents gani. So content management strategy ni kitu kikubwa. So mtu anaangalia leo washabiki wanataka kujua huyu Shabalala yuko wapi, kuna nini. So how do you create a build up paka hii kitu inatangazwa? So ya kwanza ni kuwekeza kwenye digital, but ya pili kudrive strategic content ili unavutia mtu kuanza kuengage. Alafu ya tatu ni mafanikio ya team. Kwa sababu leo ukiangalia kuna vilabu vingine wana mashabiki wakubwa, Liverpool, right?
but bado washabiki wana comment kwa sababu Liverpool waligundua content gani washabiki wanahitaji ili wa drive engagement, na wana wataalamu wanasimamia zile accounts for drive engagement. Uzuri wa Simba tumeenda step further. Ukiwa umesoma soko inahitaji nini, sometimes unahitaji jokes, unamvutia mtu na vineno, unavutia kucheka emojis, na una drive na washabiki wanapenda zaidi. Ukiona upande wa pili mambo sio mazuri, unajua okay, leo I'm going to twist my captions, sitawataja but I'm going to drive engagement. Ndio tumefika stage tunajua kuengage watu kivipi, na imetusaidia sana kuwavutia watu kwenye page zetu. Kwa wakati ukizungumza hiyo kwa msemo kwani wao wanasemaje, wewe unautafsiri vipi? Ulishauona? Yeah, niliona, na unajua hii ilianza na issue ya Shabalala and so on, but now it make twist completely. So tunapoendelea na usajili, ile msemo naona kwamba ina click zaidi. Yes. Visit Tanzania imefanikishaje, na idea ilitoka wapi, na mpaka sasa hivi unaionaje visiting Tanzania katika masuala ya utalii? So ya kwanza Visit Tanzania tulikuwa naongea na watu wa CAF kwa sababu walituambia SportPesa hawaruhusiwi. So nilisema ngoja nimtafute mtu nimweke pale. Tulivyoendelea na mazungumzo, nilikuwa nashauriana na watu wa SportPesa, nilisema okay, kama brand fulani na fulani hairuhusiwi, can I choose anything? Pigia watu wa CAF, they said choose as long as sio kwamba ina conflict na sponsors wengine. Then nimekaa niweke Tanzania, Visit Kilimanjaro, Serengeti, alafu ghafla tusema Visit Tanzania, nimekaa na mtu wa logo pale 3 hours tumetengeneza design, na mpigia Mheshimiwa Waziri, amekubali, alafu tuliendelea. Then nimemwambia Mheshimiwa Waziri hii isikae kwenye sleeve, ikae kwenye kifua, na tunaposafiri kwenye kofia, kwenye mabegi, naomba tutangaze nchi. Sihitaji chochote kwa sababu nchi yetu imetusaidia sana. Hii ni mchango wetu kwa serikali, hii ni thank you kwa shabiki wetu, kwa sababu bila washabiki wa Kitanzania tusingefika hapa. So mmoja wa mchango wetu ilikuwa kutangaza nchi. So Visit Tanzania ilikuwa born out of ile confusion ya CAF kusema hairuhusiwi. Then tulikuwa na idea, okay, what do we put there? And I said Visit Tanzania na click. Nilimwomba waziri anipe go ahead. Niliongea pia na katibu mkuu kabla kuomba ruksa, niliandika mabarua. Walivyonipa go ahead pale nimeongea na waziri mchana, tulitangaza. Bima ya afya kwa wachezaji wa Simba, tukija hapo, unaionaje wewe kwa kila mchezaji kuwa na bima ya afya? I think ni kitu muhimu, lazima iwe mandatory, na naona kwamba kampuni za bima za afya zinapaswa kutengeneza special package kwa ajili ya wachezaji, kwa sababu sio kama watu wa kawaida, kwa sababu wanahitaji scans zaidi, na kuna baadhi ya siku hawahitaji chochote. So naona kwamba kampuni za bima hawajatengeneza mfumo sahihi kwa ajili ya bima ya afya kwa ajili ya wachezaji, kwa sababu leo nikikata bima ningekuwa NHIF au ingekuwa Jubilee, sijui nini, AON, bado unaona kwamba ukikata hautafanikiwa na ile package kwa sababu haiko tailored kwa ajili ya wachezaji. Katika wadau wote mbalimbali, wachezaji wanahitaji scans kuliko mtu mwingine. Ni kama mgonjwa, sio kwamba wagonjwa leo akiumia atahitaji MRI, atahitaji CT, atahitaji vitu mbalimbali. Na packages za kawaida ukikata within one sitting unamaliza all of your benefits. Naona kwamba kuna haja, tuliongea na baadhi ya makampuni na wako kwenye timeline ya kutengeneza 1 or 2 packages ili watuletee, kwa sababu lazima tuangalie huduma ya radiology, ndio itatusaidia zaidi, kwa sababu mimi naona kila kitu iko sawa kasoro benefits ya radiology, na pale ambao inaanza kutu discourage. Kila mchezaji anahitaji bima ya afya, sio kwake pekee na kwa familia, kwa sababu leo ukikata NHIF unaweza kutengeneza package inahusia watoto wake, mke wake na kadhalika. So mchezaji anavutiwa, but kama club unajiuliza leo nakata huduma kama ni private, zile huduma za radiology bado
hazija cover mahitaji ya wachezaji. Nimejaribu kuangalia pia unapenda vijana kujiengage katika mchezo wa soka na pia hata katika management. Hii ni kwa kusikia ama kwa kuona ama kwa kupata maoni hasa kutoka kwa aliyekuwa rais wetu Magufuli? Manake kuna siku nisikia unamkoti hivyo. Mimi naona kwamba taasisi haiwezi kuendelea bila vijana, na tutafika stage wafanyakazi wote very soon, I would like majority wa under 35, kwa sababu wana fikra tofauti, wana uweledi tofauti kwenye kazi zao, na wana ile passion na hunger ya kupambana. Sio kwamba mtu mzima 40, 50 hawezi, but mimi naona kwamba kwenye kila idara unahitaji vijana. Kila idara inaweza kusaidia. Kuna baadhi ya idara unaona kwamba unahitaji experience zaidi, kwa mfano competitions, mashindano. Unahitaji mtu amepambana na bodi ya ligi na TFF na kadhalika. Kwa mfano leo kwenye media tuna vijana, kuna kijana wetu mmoja anaitwa Chico doing a brilliant job. Kwenye digital una Rabi na Ahmed wanafanya kazi kubwa. Kwenye operations kuna dada moja anaitwa Belinda, kwa sababu naona kwamba ile hunger ya kupambana, ya kufight kwa ajili ya kazi yao, kufight kwa ajili ya taasisi iko there. Na kila siku na ideas tofauti. Yes, wanaweza kukwamwa kwa sababu hawana ile experience ya kutosha, but that's why I'm here. Na that's why kuna baadhi ya watu wanaweza kuwa guide, but usipowapa nafasi nani atawapa? Right? And they're the future. Leo hii kuna Barbara, but kule mbele I want maybe kuona Belinda or Lucy or Chico or Rabi awe CEO. Tunaingia katika hatua nyingine. Simba, unadhani nini ambacho kipo malengo kufocus robo finali? Ukiangalia targets ambao tuliziweka tulipoanza msimu, tumetimiza. Moja ilikuwa kuingia group stage. Now tunaingia quarter. Tumesogeza target tena, tumesema tujaribu kuingia semi final. But priority ya kwanza is still the league. Kwa sababu bila league hatuingii Champions League. But now tunaona kwamba tunabeba nchi kidogo zaidi, tutakuwa na points zaidi. Tunasubiri takwimu za CAF ili to guide kwenye idadi ya timu ambazo zitaingia. Kiniambia mimi urahisi zaidi ingekuwa kucheza na Kaizer Chiefs. Kwanza hawajawahi kufika quarter final kwenye historia yao. Ya pili, ukiangalia their games tactically speaking, not as strong as wale wawili wa Algeria. Not as strong. Sio kwamba they're not strong, not as strong. Alafu ya tatu, kama COVID na nini itaruhusu, tunaweza kuwa na wapenzi wengi watatusaidia kule, kwa sababu kuna Watanzania wengi wanaishi South Africa na wanaweza kutusaidia kuhamasisha, ku make noise, kutusindikiza uwanjani na kadhalika. So mshabiki anachukuliwa kama mchezaji wa 12 kama ulivyosema. Unafanya jitihada gani ili kuweka pamoja mashabiki ambao takriban mna mashabiki wengi sana, lakini wajijue tupo pamoja wote? Kuna mshabiki na kuna mwanachama ambaye yuko registered. Kuna system yoyote ambayo ipo ambayo mnauandaa kwa ajili ya kuwa engage wote hao wakakaa pamoja? Mshabiki ambaye si mwanachama awe mwanachama. Kama unataka kumconvert mshabiki awe mwanachama, tunapomaliza mchakato wa mabadiliko hivi karibuni, tutatoa ufafanuzi zaidi vipi washabiki wanaweza kuwa wanachama. Kwa sasa tumesitisha kwa usajili wanachama, kwa sababu tunaendelea na zoezi ya kuverify, ili tunapobadilisha mfumo tutakuwa na verified members wa Simba Sports Club. Verified. Na ile kazi mpaka ikamilisha hatuwezi kuingiza watu wengine. Na tunapomaliza hii masuala ya FCC na nini, tutakuwa na press na tutamtangaza hivi karibuni mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, na yeye atatoa ufafanuzi zaidi kwenye hii swali. Tuje katika kumalizia sio. Tarehe 8 ni mechi ya watani wa jadi. Wewe kwanza
swala la utani wa jadi unalichukuliaje? Kwanza ni mechi muhimu. Utamu wa ubingwa haipo bila kumfunga Yanga. Lazima niseme ukweli. Narudia tena, utamu wa ubingwa haipo bila kumfunga mpinzani wako Yanga. So hata mwalimu tumemkalisha chini, nimesema ubingwa is my number one priority. But ya pili, lazima tushinde ile match na tunastahili. Kila mchezaji kila position hatuna papungufu ukitucompare na ile team. No way. Kila left back, right back, central defenders, attackers, wingers, holding midfielders, kila position tunawashinda. So hatuna sababu yoyote. The rest ni pressure. Shida iliyopo ni kwamba kule nje na waandishi unafanya very good job kutia pressure, ma comment pressure. But hii match ni muhimu kwetu na narudia tena, lazima tuwafungie watu. Kwangu tunaletea furaha, sio kwangu tu, wadau wa Simba. Wachezaji wanajua uzito na umuhimu wa hii match pamoja na mwalimu. Na ukiangalia Afrika kwa ujumla kwenye top 5 derbies ni Kariakoo derby ipo. Na kuna watu wengi wanaiangalia, sio upande wa kushabikia team, but pia kwenye soko ya mpira wanaangalia okay, kwenye very competitive na high pressure game. Kwa sababu game ya Ahli ina pressure, but game ya Yanga na Simba ina pressure tofauti. Pressure ya Watanzania, pressure ya kimataifa zaidi, pressure ya kila mdau. So mimi naona kwamba kama kuna high pressure match ni hapa na tunahitaji kushindi. It's a must.